Kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema iliyokutana Mei 23 na Mei 24 ya mwaka 2025 imeazimia mambo kadhaa, ikiwemo kujaza nafasi zilizoachwa wazi kutokana na kuhama kwa baadhi ya wanachama wa chama hicho. Hayo yameelezwa mkoani Dar es Salaam na makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche kwenye kongamano la Jumuiya ya wanafunzi wa Chadema vyuo vikuu CHASO mkoa wa Dar es Salaam. Alisema kamati kuu imekitaka chama kusimamia na kuhakikisha nafasi zote zilizoachwa wazi kwenye chama hicho na mabaraza zinajazwa ndani ya siku 14 kuanzia Mei 25 ya mwaka 2025. Kuna watu wameondoka wakifikiri wao ni maarufu sana kuliko chama, wameshangiliwa sana kupitia Chadema wakafikiri wao ni maarufu, lakini hawajawahi kupata hata kura za kufaa udiwani na ubunge, aliongeza John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Aidha, alisema azimio lingine ni chama kuendelea kutoa mafunzo kwa viongozi wa kanda na mikoa ambayo haijafanya mafunzo hayo kama vile kanda ya Pwani, Kaskazini na kanda ya Unguja, Pemba na Nyasa. Alisisitiza kwa kanda ambazo zimeshafanya mafunzo, viongozi wa kanda waendelee kutoa mafunzo kwa ngazi ya jimbo, kata na matawi, na kwamba mafunzo yanaendelea kufanyika kila siku na yataendelea. Aliongeza kuwa kamati kuu ya chama hicho imeridhia chama kianze utaratibu wa tuzo za uongozi mwaka 2025 ili kujenga viongozi vijana kwa ajili ya chama na taifa. Mwenyekiti wa CHASO Leonce Martin aliiomba serikali kuweka mazingira rafiki kwa vijana kushiriki katika siasa za nchi ili taifa lipate viongozi bora, wazalendo na wanaothamini nchi yao. Alisema hata waasisi wa taifa walipata nafasi ya kufanya siasa mpaka wakafanikiwa kuikomboa taifa kama baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Rashid Kawawa, Edward Moringe Sokoine na wengineo. Baada ya kukamilisha uchaguzi mkuu wa chama na kuchaguliwa kwa Tundu Lissu kuwa mwenyekiti wa Chadema kwa kumshinda mwenyekiti wa zamani Freeman Aikaeli Mbowe, Chadema iligawanyika na kuwa katika pande mbili baada ya kuibuka kwa kundi la viongozi na wanachama wanaojiita G55. Kundi hilo likiongozwa na mkurugenzi wa itifaki na mambo ya nje wa zamani wa chama hicho John Mlema na naibu katibu mkuu Zanzibar Salumu Mwalimu, lilipinga kuzuia uchaguzi kupitia kauli mbiu hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Baada ya uongozi wa Chadema kulipuuza kundi hilo likiongozwa na naibu katibu mkuu Bala Benson Kigaila, hatimaye liliamua kukihama chama na kwenda kujiunga na Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA chini ya uwenyekiti wa Hashim Rungwe. Mbali na hao, viongozi mbalimbali wa chama katika kanda pia walikihama chama hicho na kujiunga na CHAUMMA na wengineo ACT Wazalendo. Mambo ni moto kweli kweli.